Katika siasa za kimataifa, kuna matukio ambayo hayahitaji milio ya risasi ili kuonyesha nguvu. Wakati mwingine, tukio moja tu linaweza kubadilisha namna dunia inavyoangalia ushawishi wa mataifa makubwa. Hivi ndivyo ilivyotokea katika njia nyeti zaidi ya usafirishaji wa mafuta duniani, Strait of Hormuz. Baada ya mvutano kuongezeka katika Ghuba ya Uajemi, United States Navy ilitangaza kile kilichoonekana kama hatua kali, mzingiro wa kijeshi katika eneo hilo muhimu. Lengo lilikuwa kudhibiti harakati za meli, hasa zile zinazohusishwa na Iran na washirika wake. Kwa mtazamo wa haraka, hii ilionekana kama ishara ya nguvu na udhibiti wa Marekani katika mojawapo ya maeneo muhimu zaidi ya kimkakati duniani. Hata hivyo, ndani ya saa 24 tu, tukio lisilotarajiwa lilitokea. Meli ya mafuta kutoka China, ambayo ilikuwa chini ya vikwazo vya Marekani, ilipita moja kwa moja katika eneo hili bila kuzuiwa, bila kuonywa, na bila hatua yoyote ya wazi kuchukuliwa dhidi yake. Tukio hili halikuwa la kawaida, wala halikuwa ajali ya bahati mbaya. Lilikuwa jaribio la makusudi kupima mipaka ya nguvu za Marekani. Ili kuelewa kilichotokea, ni muhimu kuangalia upande wa sheria za kimataifa. Chini ya makubaliano ya United Nations kuhusu sheria za bahari, kuna haki inayojulikana kama transit passage. Hii inaruhusu meli za kiraia kupita katika njia za kimataifa kama Strait of Hormuz bila kuzuiwa, hata wakati wa mvutano wa kisiasa au kijeshi, mradi tu hakuna vita rasmi iliyotangazwa. Marekani haikuwa imetangaza vita, hivyo kisheria, hatua yoyote ya kuizuia meli hiyo ingeweza kuchukuliwa kama ukiukwaji wa sheria za kimataifa. China ilionekana kuelewa hilo vyema. Kwa kupitisha meli yake katika mazingira hayo, iliweka Marekani katika hali ngumu, ichukue hatua na kuhatarisha mgogoro mkubwa wa kimataifa, au ikae kimya na kuonekana kama imeshindwa kudhibiti hali. Marekani ilichagua njia ya pili, ukimya. Hatua hiyo imeibua maswali mengi kuhusu ufanisi wa mzingiro wa kijeshi katika enzi ya sasa. Kihistoria, mizingiro imekuwa silaha yenye nguvu ya kudhibiti biashara na shinikizo la kisiasa. Lakini katika dunia ya leo, ambapo sheria za kimataifa, uchumi wa dunia na diplomasia vinaingiliana kwa karibu, utekelezaji wake unakuwa mgumu zaidi. Tukio hili limeonyesha wazi kuwa nguvu ya kijeshi peke yake haitoshi bila uhalali wa kisheria na msaada wa kimataifa. Kwa upande mwingine, China inaonekana kuendesha mkakati wa muda mrefu zaidi. Nchi hiyo imekuwa ikiimarisha jeshi lake la majini, kupanua ushawishi wake wa kiuchumi kupitia miradi kama Belt and Road Initiative na kujenga uwezo wa kujitegemea katika usafirishaji wa rasilimali muhimu kama mafuta duniani. Hatua ya kupitisha meli hiyo inaweza kuonekana kama ujumbe. China iko tayari kulinda maslahi yake hata katika maeneo yanayodhibitiwa kijadi na Marekani. Kwa mtazamo mpana zaidi, tukio hili linaashiria mabadiliko ya kimfumo katika siasa za dunia. Enzi ambayo Marekani ilikuwa na ushawishi usiopingika unaonekana kupungua polepole, huku mataifa mengine makubwa kama China yakianza kujitokeza kwa ujasiri zaidi. Njia muhimu kama Strait of Hormuz sasa zinaweza kuwa uwanja wa ushindani wa wazi wa nguvu hizi mbili. Kwa hitimisho, tukio hili halikuwa tu kuhusu meli kupita katika bahari. Lilikuwa ishara ya mabadiliko makubwa yanayoendelea duniani, mabadiliko ya nguvu, sheria na mikakati ya kimataifa. Swali linalobaki si kama Marekani ilishindwa kuzuia China, bali ni nini kitafuata baada ya jaribio hili. Kwa sababu kama hatua kama hizi zitaendelea bila majibu, basi dunia inaweza kuwa inaelekea katika enzi mpya ya ushindani mkali wa madaraka ya kimataifa.